Ndugu Daniel Chongolo sasa hivi ni mkuu wa mkoa wa Njombe. Yeye alikuwa ni mratibu wa vyombo vya habari. Mimi nilikuwa ni mratibu wa matukio yote ya viongozi. Maana yake nimefanya kazi na watu wa media kwa ukaribu, nimefanya kazi na watu wa protocol kwa ukaribu. Sasa wakati mwingine mnaniona huyu jamaa hatumuelewelewi, na itafika pahala mtanielewa. Kwa sababu mimi nimetokana na Chama cha Mapinduzi na ni lazima nikitetee Chama cha Mapinduzi. Na mwaka huu kwa kuwa ni mwaka wa uchaguzi, mimi kama kamisa ni lazima niwe very smart kwenye mambo yangu. Ukisoma hiyo katiba yenu vijana, ninasoma magrupu yenu, ninasoma mpaka nafika sehemu, lakini pia niwatake viongozi. Kazi ya kiongozi ni kulea. Kazi ya kiongozi ni kulea. Leo mnaye mbunge, mnamzungumza ndugu Aeshi, mnaye mbunge ndugu Silvia, na wabunge wengine walioko kwenye mkoa huu. Hawa wamekushalea, wamekushatengeneza kitu kinaitwa succession plan. Kwamba leo si Aeshi, hatusemi kwamba hatogombea au amegombea. Aeshi ni binadamu, anatembea na damu. Mwenyezi Mungu kaamua kumchukua. Who is next? Lazima tuwe tumejipanga. Ninyi umoja vijana lazima muwe tanuru la kuhoka viongozi ambao wanaandaliwa kuja kuchukua nafasi mbalimbali kwenye taifa hili, ikiwa ni pamoja na chama. Tunapomzungumza Mama Maufi leo ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa. Je, ikitokea leo Mama Maufi hayupo, ni nani mwenyekiti? Yaani unapoangalia katika kwenye viti wenu wa wilaya au kwenye kamati yake ya siasa ya mkoa, nani anaweza kukaa pale hakatuongoza? That is leadership. Vijana, 67% ya nguvu kazi ya nchi yetu inategemea vijana. Ndugu zangu, tafuteni uchumi. Uchumi wa nchi ulishikwa na vijana, au kina Mwalimu Nyerere na wengine wote walikuwa vijana. Sisi tutaondoka, ninyi ndio mtakuwepo. Rai yangu nini? Msibebe mabegi ya watu. Msibebe mabegi ya watu. Mfate mtu kwa sababu itikadi yako, falsafa yako na kila anachokiongoza au anachokifanya vinaendana na wewe. Kwa sababu ndege wafananao huruka kundi moja. Usimfate mtu kwa sababu ana furusi. Na bear in mind, duniani hapa watu wanatafuta vitu viwili tu: heshima na ukwasi. Sasa unataka uheshimiwe kwa engo ipi? Kwamba wewe ni bingwa kutukana watu kwenye mitandao? Unataka uheshimiwe kwa engo ipi? Wewe ni kijana ambaye tunakuona una busara, ukisimama sehemu tunasema yule tunaweza kumsemea kawe fulani. Kwa mimi ni mkuu wa wilaya, niko hapa. Kazi yangu kama kiongozi ni kulea, kazi yangu ni kuwaleta watu pamoja. Kwa sababu mitume wote kwenye dunia hii, hakuna mtume aliyekuja kugombanisha watu, bali kupatanisha. Sawa? Mimi kazi yangu ni kufanyeni ninyi, nikiona mnakwenda pembeni niwalete kwenye mstari. Na mniwe radhi kusema, mimi sio muumini wa makundi. Na sio muumini wa mambo ambayo ninaona na kiuka taratibu. Mimi ninamiliki taasisi sio kwa kiserikali, inaitwa Tanzania Youth Coalition, TYC. Ni NGO kubwa. Miongoni mwa watu niliowafundisha kwenye harakati zangu za vijana ni pamoja na Mzee Leo. Na imani anafika Dar es Salaam kwa mara ya kwanza, yawezekana ilikuwa ni mimi niliyempeleka Dar es Salaam. Anafika Tanga kwa mara ya kwanza, yawezekana ni mimi niliyempeleka Tanga. Sawa? Lakini taasisi yangu haiwezi kutumika ndivyo sivyo. Lazima nitakemea. Kwa
kwa sababu mle nilikuwepo mimi, alikuwepo Balozi Humphrey Polepole, alikuwepo Tobias Makoba. Wote hao ni watu ambao wameshika nafasi kwenye taifa hili. Tunataka tuwalee ninyi vijana. Mheshimiwa mbunge, mwenyekiti wa vijana, tuwalee hawa vijana. Ni wadogo zetu, kuna pahala wanakosea, tuwaite, tuwaeleze.